Kijana mmoja mwenye umri wa miaka 20 kutoka kijiji cha Kuhawa Lumukile, eneo bunge la Tongaren, kaunti ya Bungoma, amefariki papo hapo baada ya kuangukiwa na mti aliokuwa akiukata. Ni tukio ambalo limeshangaza wengi, wakazi wa eneo hilo wakisema kuwa siasa ama kisa cha kwanza kiliripotiwa eneo hilo. Chifu wa Mbakalo Melissa Estok amewataka wananchi kuwa makini wanapoendeleza shughuli zao za kila siku ama kupunguza vifo vya aina hiyo kila kuchao. Mwili wa kijana huyo umeelekwa katika hifadhi ya wafu ya hospitali ya Naitiri. Kidogo nikashitukia kijana yangu anaitwa Kilindo, ni wanakaanga na yeye alikuwa amerudi kutoka shule ako kwa boma. Nikamuuliza, nikaita huku, nikakuja nikasimama kwa barabara. Kilindo ni hakuna. Wakasema Kilindo ni hayuko na Robert ndiye anakata miti. Kweli kwa hakika tumepoteza mtoto mzuri. Nimepoteza kijana mzuri ambaye alikuwa anatusaidia kazi, akitafuta, akijisaidia nyanya yake. Kweli Robert amekuwa mtoto mzuri, hachakuwa mtoto mtukutu kwa kijiji. Hii ambaye amemkuta Robert, hakuna mtu ambaye amemsukuma au hakuna mtu ambaye amemuua. Hii imekuwa tu ni ajali ya kawaida. Sawasawa ni mtu anaweza banda gari, uende kwa pikipiki au uende kwa maji ambaye iko na floods mingi ambaye mvua imenyesha mingi, alafu na unakumbana na kifo kama hii. Kwa hivyo nataka tu kusihi familia ya mwenda zake Robert kwamba tuweze kuwa watulivu, sababu tunashukuru serikali yetu imeweza kufika kwa wakati, licha kuwa wamechelewa kidogo kwa sababu ya shughuli za hapa na pale. Hii ni kifo ambayo imekuja kwa ghafla. Mimi natoa tahadhari kwa wale wote ambao wanajaribu kupanda kwenye miti mirefu, wachukue tahadhari wanapokata, ili wasikuje wakapata maafa kama yale tumeyapata siku ya leo. Ni huzuni kubwa kwetu kumpoteza kijana ambaye alikuwa anajitafutia